Naam, uhari gani mpenzi mtazamaji wa Simba TV? Ni katika juma lingine tena kwenye kipindi chako bora kabisa cha Simba TV, mahali ambapo unaweza kupata taarifa nzuri na kem ambazo zinahusiana na klabu yako pendwa ya Simba Sports Club. Simba TV ndani ya juma hili inazalishwa kutokea hapa Kigali, Rwanda. Kama unakumbuka katika juma lililopita Simba TV ilizalishwa kutokea Nairobi, Kenya, na nilikwambia tuangalie Simba TV ndani ya juma lijalo itazalishwa wapi. Nikutaarifu, nikwambie na nikujuze kwamba Simba TV ndani ya juma hili inatokea hapa Kigali, Rwanda. Nini ambacho kikubwa kimetuleta hapa Kigali, Rwanda? Tutakuja kuona na kushuhudia mengi mazuri ndani ya Simba TV, ikiwemo kufahamu hilo ambalo limetuleta hapa Kigali, Rwanda. Katika Simba TV ndani ya juma hili story ya kwanza ambayo tutakuletea wewe mpenzi mtazamaji wa kipindi chako bora kabisa cha Simba TV ni kuhusiana na press conference ambayo semaji la CAF Ahmed Ally alifanya katika juma lililopita, na amezungumza vitu vingi vizuri, ikiwemo kikosi cha mnyama Simba Sports Club kurejea katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Tutakuja kusikia kwa nini imerejea na tutacheza katika mechi za nyumbani au za ugenini. Lakini pia katika press hiyo alizungumzia safari ya mashabiki kuelekea Malawi katika mchezo wetu wa kwanza wa Liga ya Mabingwa barani Afrika. Lakini pia amezungumza mambo mazuri, ikiwemo mechi na ratiba za mchezo wetu wa kimataifa katika story hiyo ya kwanza. Lakini story ya pili ndani ya Simba TV katika juma hili na kuletea au utashuhudia au utaona katika story ya pili safari ya mnyama kutokea Mwanza kuelekea Singida, namna gani ambavyo alifanikiwa kuchukua point 3 Mwanza na ikaenda Singida pia kuchukua point 3. Katika safari hiyo sasa ya kuelekea Singida tutapata nafasi pia kuangalia na kushuhudia press conference kabla ya mchezo wenyewe dhidi Singida BS, lakini pia tutakuja kuona na kushuhudia baadhi ya matukio ambayo yalitokea katika mchezo huo, ikiwemo mabao ambayo tulifunga. Lakini pia tutakuja kumsikia kocha mkuu Steve Barker, lakini pia tutapata nafasi ya kuwaona na kuwashuhudia na kuwasikia wachezaji Neo Maema, Nathaniel Chilambo, na mwisho tutakuja kumsikia semaji la CAF Ahmed Ally yeye akizungumza. Story nyingine katika Simba TV ndani ya juma hili ni kuhusiana na mechi yetu dhidi ya Pamba Jiji, namna ambavyo tulifanikiwa kuchukua point 3 katika uwanja wa CCM Kirumba. Katika story hiyo tutapata nafasi ya kumsikia kocha mkuu Steve Barker akizungumza mara baada ya mchezo kumalizika, lakini pia nahodha msaidizi Rushen De Reuck amezungumza pamoja na Hussein Abel ambaye alicheza mara baada ya goalkeeper Mamadou Kasal Tanja kuumia. Hussein Abel aliingia na alipata nafasi ya kucheza katika mchezo huu na alicheza vizuri. Mwisho katika story hiyo pia tutakuja kumsikia meneja wa habari Ahmed Ally akizungumza mara baada ya kutoka kushuhudia story ya mwisho katika Simba TV ndani ya juma hili. Ndio hiko ambacho nilikuwa nakwambia hapo mwanzo. Tupo hapa Kigali, na Kigali ambacho kimetuleta ni katika michuano ya Sekafa kwa upande wa wanawake. Simba Queens hiko hapa imecheza mchezo wa kwanza, imefanikiwa kupata ushindi wa bao 2-0, lakini pia mchezo wa pili ukapoteza pasina kuwa na matokeo mazuri au bahati mbaya, tukapoteza kwa mabao 2-1, ingawa mchezo huo tulionekana kucheza vizuri. Katika mchezo huo wachezaji wetu walijitoa kwa kiasi kikubwa. Katika story hii ya mwisho ndani ya Simba TV tutapata nafasi ya kuona mabao ambayo walifungwa katika mchezo wa kwanza ulivyokuwa, lakini pia baadhi ya matukio ambayo yalitokea katika mchezo wa pili. Mimi ambaye nilikuwa nakuandalia na kuletea Simba TV ndani ya juma hili ni Tobias Sebastian. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea. Naam, kama nilivyokutaarifu na kukwambia hapo awali, story ya kwanza katika Simba TV ndani ya juma hili ni kuhusiana na press conference ambayo meneja wa habari Ahmed Ally alifanya na kuzungumza mambo mengi mazuri ambayo yanahusiana na ratiba nzima ya mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Coastal Union ambao unafuata tarehe 27 ya mwezi huu ambao utacheza katika uwanja wa nyumbani. Na amezungumza sasa mnyama rasmi amerejea katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kama uwanja wake wa nyumbani, na Coastal Union Mangush Wagosi Wakaya Wagosi wa Ndima ndio ambao tutakaribisha katika uwanja huo. Mchezo wa kwanza utachezwa hapo na sisi Simba Sports Club tutakuwa nyumbani. Tumsikie semaji la CAF akizungumza hilo, lakini pia akizungumzia safari ya kuelekea Malawi
kwa mashabiki wetu wa Simba wale ambao watakuwa Dar es Salaam au njia ambazo tutapita Mbeya na maeneo mengine, namna gani ambavyo wanatakiwa kulipa au kiasi gani ambacho kitalipiwa, ili wote kwa pamoja tuingie katika mabasi ambayo yameandaliwa na kisha tuelekee Malawi kwenda kuipa nguvu na kushangilia timu yetu mwanzo mwisho katika mchezo wa kwanza Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Na mwisho katika story hiyo, msemaji amezungumza kuhusiana na ratiba nzima ya mchezo huo wa kimataifa kwa maana Ligi ya Mabingwa Afrika. Mchezo wa kwanza tutacheza wapi, saa ngapi, uwanja gani? Tupate nafasi ya kushuhudia na kuangalia story hii ya kwanza. Tangazo la kwanza ama taarifa ya kwanza ambayo tungependa kushare nanyi ndugu zetu waandishi wa habari, taarifa wafikie wana Simba, ni kuhusiana na mwendelezo wa ligi kuu ya NBC, ambapo tuko hapa kutangaza ya kwamba mechi zetu za ligi kuu ya NBC tutatumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, ndio utakuwa uwanja wetu wa nyumbani. Taarifa ya awali ilikuwa tutumie uwanja wa Uhuru Dar es Salaam, lakini rasmi hivi sasa niko hapa kuwatangazia wanasimba ya kwamba mechi zetu zote za ligi kuu kuanzia sasa tutatumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, uwanja ambao tuliutumia vema msimu uliopita na ni uwanja ambao umekuwa chachu ya mafanikio kwa upande wetu wa Simba Sports Club. Ni ngome yetu ya mafanikio ama ngome yetu ya ushindi, na kwa mantiki hiyo basi tukasema msimu huu turejee tena katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo tukiutumia kama uwanja wetu wa nyumbani. Sote tunafahamu ya kwamba mwezi wa 9 mwaka huu tunaanza rasmi ratiba ya michuano ya kimataifa, na Simba Sports Club tunaianza round ya awal kwa kucheza na timu ya Mighty Wonders ya pale Malawi, na mechi yetu Simba na Mighty Wonders ya kwanza ya round ya kwanza itakuwa ni tarehe 6 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, na mechi yetu ya marudiano sisi na wao itakuwa ni tarehe 13 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, mechi ambayo itapigwa Dar es Salaam, uwanja tutakuja kuwatangazia hapo baadaye. Kikosi chetu kinataraji kuondoka tarehe 4 ya mwezi wa 9 mwaka huu 2026 kuelekea Malawi. Tutaondoka hapa asubuhi kwenda kuwafuata wapinzani wetu Mighty Wonders, tapumzika, tafanya mazoezi jioni ya tarehe 4, tafanya mazoezi tarehe 5 na tarehe 6 tutaamkia uwanjani kwenda kupigania mnyama kufuzu kwenda hatua ya kwanza na hatimaye Ligi ya Mabingwa na hatimaye hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Tunakwenda kutarejea tena kwenye michuano ya kimataifa baada ya msimu jana kuwa na anguko baya kweli kweli. Kwa miaka mingi tangu tumeanza kujipambanua kwenye uga wa kimataifa hatujawahi kuishia hatua ya makundi, lakini katika hali ya kushangaza kweli kweli mwaka jana tumeshindwa kuvuka kutoka hatua ya makundi na kwenda hatua ya robo finali. Ilikuwa ni mwaka mzito kwa Simba Sports Club, ulikuwa ni mwaka mgumu kwa Simba Sports Club, na ulikuwa ni mwaka wa fedheha kweli kweli timu kubwa aina ya Simba Sports Club kushindwa kuvuka hatua ya makundi na kwenda hatua ya robo finali. Sisi failure yetu ambayo tulikuwa tumejiwekea kuwa ndio benchmark ya kufeli ilikuwa ni robo finali, lakini mwaka jana tukashindwa kuvuka hata hatua ya makundi na kufika hatua ya robo finali. Lakini kwa kuwa tunakwenda Malawi, tumeandaa vile safari ya mashabiki ambao tutasafiri kwa njia ya basi kuelekea Malawi. Hii itakuwa ni mara ya pili tunasafiri kuelekea Malawi. Tumeshawahi kusafiri tukaenda kucheza na Nyasa Big Bullets kama mnakumbuka, lakini pia tumeshawahi kusafiri kwenda Zambia kwa kutumia usafiri wa basi. Tumewahi kusafiri kwenda Uganda kwa kutumia usafiri wa basi. Hizi ni rekodi za miaka ya hivi karibuni. Kwa hiyo safari hii tunakwenda kucheza na Mighty Wonders ambao ni mabingwa Malawi. Tukasema tusiache timu iende peke yao na tusiwaache wachezaji waende peke yao.
tuambatane na mashabiki watakao kuwa tayari kwenda kuipambania Simba huko, kwenda kuiteka Malawi na kwenda kufanya balaa kubwa. Nauli ya kuelekea Malawi kwenda na kurudi itakuwa ni shilingi 200,000. Gharama halisi ya kwenda Lilongwe na kurudi ni zaidi ya 2.5 laki 3. Lakini tukasema tuwatoze watu wetu shilingi 200,000 tu, itakaopelea Simba Sports Club tutaongezea kupitia marafiki zetu, kupitia wadhamini mbalimbali ambao watajitokeza kuchangia safari yetu hii. Kwa hiyo kwa wale wote ambao wanahitaji kuungana nasi kwenye hii safari na ratiba za makazini ama za safari zinawabana kuja kuleta nauli zao hapa, wanaweza wakapiga simu na muhimu ni kwamba hatupokei order, tunapokea fedha, tunapokea yellow fever, tunapokea passport. So upige simu, niwekee siti 2. Hatupokei order, tunapokea fedha iliyonyooka. Tunaanza na basi la kwanza ambalo ni basi la Simba Sports Club. Likija tunakodi mabasi mengine, tusikose walau mabasi 3 ili twende tukaizamishe Malawi. Kwa nambari ya simu ya kupiga na kulipa fedha yako ni 0742 771 311. Narudia 0742 771 311. Hiyo ni nambari ya simu ya mkononi ambayo unaweza ukapiga ukalipa fedha zako na jina litatoka Simba Sports Club. Naam, story ya pili ni safari ya Singida Mnyama mara baada ya kuchukua pointi 3 katika uwanja wa CCM Kirumba pale Mwanza. Shamra, furaha, raha zilikuwa kubwa kwa mashabiki wetu wa Simba Sports Club. Na katika story hii tupata nafasi ya kumsikia semaji la CAF kikosi kikitokea Mwanza kuelekea Singida. Ya, tumemaliza moja kati ya vita kubwa katika ligi kuu ya NBC, mechi dhidi ya Pamba. Always mechi dhidi ya Pamba inakuwa ni mechi kweli kweli, lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu na kwa ushirikiano wa watu wa Mwanza tukafanikiwa kupata ushindi jana na tukachukua alama 3 nyingine zenye thamani kubwa kweli kweli. Tumemalizana na Pamba, tunamsubiri aje kwetu Dar es Salaam tuje tufunge naye msimu huu wa 26-2027. Kwa sasa kipengele ambacho kiko mbele yetu ni mechi yetu ya raundi ya 3 dhidi ya Singida Big Stars ambayo itapigwa tarehe 22 ya mwezi huu wa 8 kwa maana ya Jumamosi inayokuja. Asubuhi ya leo timu imeamkia hapa katika uwanja wa Nyamagana kufanya mazoezi yetu, na majira ya saa 6 mchana tutaianza safari kwa njia ya basi aina Iriza kutoka Mwanza, tukipita Shinyanga, tukipita Tabora na hatimaye kuingia Singida. Tunatarajia kufika Singida majira ya usiku, tutapumzika. Kesho tukiamka salama Ijumaa tutakwenda kufanya mazoezi yetu ya mwisho katika uwanja ambao tutakuwa tumeupata, na baada hapo tarehe 22 Jumamosi tunaamkia uwanja wa Singida kwenda kucheza mechi dhidi ya Singida Big Star. Mara baada ya Mnyama Simba Sports Club kufika Singida, kitu cha kwanza ambacho tulikutana nacho na ambacho tunakuletea katika story ya 3 ni press conference ambayo ilifanywa na kocha mkuu pamoja na mchezaji ambao alikwenda kuzungumzia maandalizi na matayarisho kuelekea mchezo ambao ulikuwa unafuata siku ya mbele yake dhidi ya Singida BS. Na mchezo huo Mnyama tulifanikiwa kufanya vizuri na kuchukua pointi zote 3 kama malengo yetu ambavyo yalikuwa. Lakini katika story hii tupata nafasi ya kushuhudia press conference, mechi ilivyokuwa, mabao ambayo tulifunga, lakini mwisho tutakuja kumsikia kocha mkuu akizungumza mara baada ya mchezo kumalizika na wachezaji wawili ambao walizungumza katika mchezo huo, Neo Gift Maema pamoja na Nathaniel Chilambo. Mwisho kabisa tutakuja kumsikia semaji la CAF akihitimisha katika story. Yes, preparations are going as well as they can. Obviously, after our last match, we were able to have a training session yesterday.
Unlike our previous match where match day -1, there was no training facility, so we were able to at least get a training session and look forward to this afternoon preparation. So preparation is always ongoing. It's not just a day or two before a certain match. Our preparation has been going on for a number of weeks now, starting with when we returned in our off-season. So the preparations, I believe, are on track, positive. We're looking forward to the match tomorrow. We're playing against a good opposition. We know that they're not an easy team to overcome on their home ground. So it'll be challenging for us. However, we have challenges every week, and we need to find ways to overcome these challenging fixtures. And it's important for us to continue, to get back-to-back wins after our first win. But it won't be easy. We'll have to apply ourselves 100%, execute our game plan, and make sure that everybody's commitment towards the game is of the highest. Mpira mrefu mbele, Eli Mpanzu na Tanimu. Eli Mpanzu ana cut in. Mpanzu anajaza ndani huku. Libase. Gay anautoa katika nafasi. Chama! Hello Mr. DJ. Wapoze moyo mashabiki wa Simba DJ. Mr. DJ Clatous Chama. Anawaliza mabosi wake wa zamani. Haya, kipenga kimesikika. Rushen Derek atafanyaje? Rushen Derek! Naamini unafahamu, naamini unajua vizuri kwamba Simba ni hatari kuliko chui. Yani Simba hii, pengine mashabiki wao wanatamani mechi zote wazichezea ugenini. Ni mnyama Simba, anaonyanyua viongozi katika high table, katika jukwaa kuu. Wanashangilia penalti safi kabisa ya Rushen Derek. Alifanyiwa madhambi Ismail Olivier Toure, ambao mpira ulikuwa unakwenda katika mwelekeo wake, naye Rushen Derek akaweka mpira kambani. Yeah, no, it was never going to be an easy task. 3 away games in a matter of a week, so for us to come away with 9 points is really important, massive. Congratulations to the players, their commitment they've shown, the quality that they've shown, the resilience that they've shown, despite obviously 3 matches in a row getting a red card, which is obviously something that we need to address, because it does make it difficult for us. But yeah, congratulations to the team for a massive week. Today I thought, especially first half, again we dominated, some of the best I've seen us play. And even second half we dominated possession, controlled the ball. Unfortunately we conceded from a goal that caught us a little bit off guard. We just got to keep learning. The system so far hasn't been in our favor. We have to improve also the way we sort of look at reviews, and also players just need to be a little bit more sort of careful. How proud are you with your team? Yeah, very, very proud. Yeah, I can't state how proud I am for what we've done in the last week. Is massive. If I may ask, which player that you can go with for today? For man of the match? Everyone. Everyone? Yeah, everyone. Okay. A very difficult match. Yeah. I mean, we came here, it's only the 3rd game away from home. 3rd game of the league. We already have so many injuries. We are playing with pain. We are sacrificing a lot for the team. And for the supporters that came out, continue supporting the boys. These guys are giving everything for the club. I think another 3 points away from home. It's now 9 points, first 3 away games. I can only be proud of the technical team, the teammates, also the support from the supporters of Simba. How was the game? Very difficult match. I think we played well first half. We had control of the match. We made sure that we utilized the spaces behind him with the pace of Mpanzu, Ura, and also Lebase. And it worked for us. We got the early goal.
which is very good for us because we can push them in their half. Because we know they have also speedy wingers, on the sides. But the coach told us that we have to play together. We have to sacrifice for the team because we're missing a lot of players. We got 2 red cards. This is the 3rd red card in 3 games. And it seems as if we don't have discipline. But to be honest, this is a team that's always together. Game ilikuwa nzuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia ushindi wa pointi 3 kwa maana mechi ilikuwa ngumu, na kadi unavyoona hii mechi ya 3 tunapata kadi nyekundu, tunakuwa pungufu, lakini tunapambana kujitolea kwa ajili ya timu, tunapambana kwa ajili ya kujitolea kwa ajili ya nembo. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia ushindi wa pointi 3, maana mechi 3 away kupata pointi 9 sio mchezo, na kulingana na matokeo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli, maana Mungu ni mwema sana. Chilambo, nilikuona wakati penalty na kupigwa ulikaa chini unasali. Kitu gani ilikujia kwenye kichwa? Unajua bwana, siku zote lazima tumtangulize Mwenyezi Mungu kwa kila jambo, kwa sababu unajua bwana, penalty Messi anakosa, ni mchezaji mmoja mkubwa duniani. Kwa hiyo kama Messi tu anakosa, kwa hiyo kikubwa ambacho nilikuwa nakifanya nilikuwa naomba Mwenyezi Mungu atutangulie katika penalty yetu ili tuweze kupata matokeo na tupate confidence zaidi ya kupata goli nyingine. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, captain katuwakilisha vizuri, kapata penalty. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kuelekea katika mchezo unaokuja, atubariki zaidi na kutuongoza zaidi. Mechi ilikuwa nzuri na ilikuwa ngumu, na tulifahamu ugumu wa mchezo huu. Tulisema jana ukiachilia mbali the other factors, lakini ukweli ni kwamba Singida wanayo timu nzuri ya kuweza kutoa ushindani. Ukiangalia mchezaji mmoja, ukiangalia timu kwa ujumla, wana uwezo bora sana wa kutoa ushindani mkubwa kwenye mechi kubwa. Wana wachezaji very mature, wana wachezaji wenye uwezo wa kushindana, wana wachezaji wenye uwezo wa kupambana kwa dakika 90. Study Singida, tukafahamu strength yao, tukafahamu na udhaifu wao, tukasema twendeni tukaweke mali chini, twendeni tukacheze nao. Tukatumia madhaifu yao kuweza kupata magoli ambao tumeyapata, na kusema kweli tuwapongeze wachezaji wetu kupata ushindi kwenye mechi yenye pressure kubwa kama hii, kucheza mechi kwenye mazingira kama hayo. Inahitaji utulivu wa akili, inahitaji utimamu kweli wa kimwili, na vyote hivyo viliweza kufanyika. Tulikuwa very determined, tulikuwa very focused, na tulikuwa tunamsaka Singida kuanzia kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha pili. Yote kwa yote, mwalimu Steve Becker anastahili pongezi kubwa sana namna ambavyo anaitengeneza timu yake. Hii leo ungetegemea Singida angeweza kutawala eneo la katikati, kwa sababu walikuwa na viungo wengi. Niwataje viungo Singida? Nisotaje, lakini walikuwa na viungo wengi kwenye eneo la katikati, tena wenye uwezo wa kukaba na kushambulia. Sisi tukawa na Neo Maema pamoja na Mwamba Lusaka kwa juu hivyo. Muona bane, lakini pamoja na kwamba hawa si wakabaji halisi, lakini wakafanikiwa kuwadhibiti viungo wote wa Singida ambao walikuwa wamejaa pale katikati. Na ni kwa nini? Kwa kutumia akili. Wenyewe wamejaza nguvu, sisi tumejaza akili. Yuko Mwamba Lusaka, yuko Neo Maema. Hao ni mascientists wa football. Hao ni wataalamu wa kupembua na kuyakinisha kitu gani wafanye. Akiwa na mpira Neo Maema anajua sehemu gani apitishe ambapo watu wote hawaoni. Naam, kama ambavyo nimekuambia, Simba TV inazalishwa kutokea hapa Kigali, Rwanda, na ambacho kimetuleta hapa ni mashindano ya Sekafa kwa upande wa wanawake. Kikosi cha Simba Queens chenyewe kimekuja hapa na kimekuja na hali kubwa na morali kubwa kuhakikisha tunafanya vizuri kama ambavyo ilikuwa katika mchezo wa kwanza wa kundi C, tukimpelekea ubwela au pumzi ya moto Top Girls ambaye tulimfunga mabao 2-0 katika mchezo huo ambao wachezaji wetu wa Simba Queens walionekana kufanya vizuri na kupata ushindi mabao hayo 2. Bao la kwanza likifungwa na nahodha msaidizi Aisha Mnuka, lakini pia bao la pili likifungwa na Rida. Na mara baada ya mchezo kumalizika, kocha mkuu Musa Hassan Mgosi alizungumza upande wa technical bench na mechi zima ilivyokuwa, lakini pia wachezaji wawili Eliza ambaye alifanya kazi nzuri ya kukata umeme katikati mwa kiwanja, lakini pia Aisha Mnuka ambaye alifunga bao katika mchezo huo naye alizungumza. Mechi imekuwa ngumu sana, mechi imekuwa na pressure kubwa sana kwa sababu ni mechi ya kwanza. Kama nilivyosema awali, hatuwajui Top Girls timu ya Burundi wako vipi, lakini cha kushukuru Mungu kwamba tumepata pointi 3. Sasa tunakwenda kuanzia hapa tulipoishia, kuangalia mapungufu lakini vile vile mazuri, kwa maana ya kuangalia mchezo unaokuja. Na mchezo unaokuja ni mchezo mgumu sana ambao unahitaji akili, utulivu na kuweza kufanikisha kile ambacho tunakihitaji sasa, kwa maana makosa ambayo yamejitokeza. Tumecheza vizuri, tumetengeneza nafasi, tumeshindwa kutumia nafasi.
Kwa ni timu bora ambayo imeweza kutengeneza nafasi. Inatupa kazi si walimu sasa kwa kumalizia zile nafasi ambazo zinapatikana na kuzigeuza kuwa magoli katika mchezo unaofuata, kwa maana tunakwenda kufanya mazoezi kesho kula tunakwenda kwenye mchezo unaofuata, kwa maana hatuna muda kama unavyojua, kwa maana sasa hivi ni akili ya wachezaji kuweza kuwaseti vizuri na kukubali ile makosa ambayo yamefanyika, lakini kuweza kubadilika kutokana na mpinzani atakapokuwa amekuja. Kwa tunaangalia Polisi wapo vipi katika ubora wao, wapo vipi katika mapungufu, tuweze kuyatumia. Wao wametuangalia leo, kwa maana sisi pia tunataka tubadilike kutokana na ile mapungufu yetu ambayo tulikuwa nayo, ili wao siyatumie katika mechi inayofuata. Kwanza kipindi cha kwanza hakikuwa bora sana kwetu, kwa maana tulikuwa tunatamani sana kufunga. Matokeo yake wapinzani wetu wakawa wanatuotea na sisi tumetengeneza offside nyingi, lakini tumerudi kwenye chumba cha kubadilishia nguo. Viongozi waliona hiyo shida, wakatupa mawili matatu ambayo wanaona wao tungeweza kufanya tukapata matokeo, na matokeo yake tumekuja kufanya kitu kama hicho kwenye kipindi cha pili, na kama ulivyoona tumeweza kupata matokeo. Naam, nadhani utakuwa umeenjoy na kufurahi kushuhudia Simba TV ndani ya juma hili. Kuna mengi mazuri ambayo pengine ulikuwa ukiasikia au ukitamani kuyaona kupitia hapa Simba TV tumekuletea. Na mwisho au utamu unapoishia katika Simba TV ya juma hilo ambalo unashuhudia, basi ndio maandalizi ya utamu wa Simba TV katika juma linalofuata. Kwa maana utamu unapoishia wa Simba TV ndani ya juma hili ndio maandalizi ya utamu wa Simba TV ya juma linalokuja. Mimi ni Tobias Sebastian, usiache kuangalia na kufuatilia Simba TV. Bye bye.